Nataka kuzungumzia kichwa kimoja ambacho kinasema utambulisho wa Mungu, ya kwamba ndiye kila kitu. Ndiyo sababu kubwa ya mwanadamu kuumbwa. Ndiyo sababu kubwa ya mwanadamu kuishi katika hii dunia akaweze kuifanya. Kitu cha msingi ni ya kwamba tunafaa tuangalie katika maisha ya mwanadamu ni ya kwamba utambulisho ya kwamba Mungu ndiye kila kitu katika maisha ni jambo la maana kuliko vitu vyote ambavyo utafanya katika hii dunia. Kuna vitu ambavyo utafanya katika hii dunia vitaonekana kuwa ni vya maana, lakini cha maana kuliko vitu vyote katika hii dunia ni wewe kumtambulisha Mungu katika maisha yako, wewe binafsi, ya kwamba Mungu ndiye kila kitu. Ukinapokosa kufanya hivyo, na kuhakikishia kwamba itakuwa ni ngumu kukaa katika hii dunia na kuweza kufurahia. Dunia hii itakukalia kuwa ngumu, ambapo utabaki kuwa mtu wa kulia, utabaki kuwa mtu wa kulalamika na mtu wa kukosa kutosheka na mambo kwa sababu ya wewe mwenyewe. Nataka nitusome andiko moja katika kitabu cha Luka, mlango ni wa 9, mstari ni wa 21 pale mpaka 27. Inasema hivi: halafu Yesu akawaamuru wasiwaambie mtu yoyote habari hiyo. Akaendelea kusema kwamba ni lazima mwana wa mtu apate mateso mengi na kukataliwa na wazee na makuhani na wakuu na walimu wa sheria na kuuawa, lakini siku ya 3 atafufuliwa. Kisha akawaambia watu wote, mtu yeyote akitaka kuwa mfuasi wangu ni lazima ajikane nafsi yake, auchukue msalaba wake kila siku anifuate. Maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza, lakini anayepoteza maisha yake kwa ajili yangu ataweza kuyaokoa maisha yake. Je, kuna faida gani mtu kuupata utajiri wote wa dunia kwa kujipoteza au kwa kujiangamiza yeye mwenyewe? Mtu akionea aibu mimi na mafundisho yangu, mwana wa mtu atamuonea aibu mtu huyo wakati atakapokuja kwa utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu. Na waambieni kweli, kuna wengine hapa ambao hawatakufa kabla ya kuona ufalme wa Mungu. Cha msingi hapa chenye nataka nizungumzie ni ya kwamba kisha akawaambia watu wote, mtu yeyote akitaka kuwa mfuasi wangu ni lazima ajikane nafsi yake, auchukue msalaba wake kila siku anifuate. Hapa inazungumzia mtu binafsi. Sasa Mungu hapa hazungumzii familia, hazungumzii kikundi, hazungumzii taifa. Mungu hapa anazungumzia wewe peke yako. Shida ambayo tumekuwa nayo katika mambo ya Mungu ni ya kwamba watu wengi wanataka kujificha kuwa makundi. Watu wengi hawataki kuabudu Mungu wakiwa wamejitoa wenyewe. Hiyo ndio shida ambayo tumekuwa nayo. Ndio utapata kwamba watu watasikia vizuri kutafuta mahali ambapo kuna makundi ya watu wajifiche kule ndani, wakisema ya kwamba wanamwabudu Mungu, lakini jambo la kuabudu Mungu halimo ndani mwao, limo ndani ya makundi, kwa sababu katika lile kundi kuna wacha Mungu.
So wale watu ndio wamejitoa binafsi katika kundi. Ani ni mtu ako katika kikundi, lakini hapa Mungu haangalii kikundi, anaangalia mtu binafsi. So kuna mtu amejitoa katika kikundi. Sasa watu wanapokuja wanajificha katika kikundi kwa sababu ya wale wawili ama watatu ambao wamejitoa katika kuabudu Mungu. Lakini wengi wa wale watu walio katika makundi, kuabudu Mungu imekuwa ni changamoto kubwa sana. Sasa Mungu anasema yeyote, hapa ni mtu mmoja binafsi. Wewe ukitaka kuabudu Mungu katika hii dunia na ukafaulu vizuri, wachana na mambo ya kujiweka katika makundi. Hiyo ni kitu cha kwanza. Abudu Mungu ukiwa peke yako. Utakapopata mmoja, wawili, watatu ambao wanaambatana na imani ambao uko nayo, kama vile Meshaki, Shadraki na Abednego na Danieli, vile walipatana. Kila mtu alikuwa amesimama kiabudu Mungu, lakini walipopatana watu wenye imani moja, lengo moja, kila kitu ni moja, walipoingia wakawa kikundi, kweli ilionekana kwamba wale watu walikuwa na nguvu zaidi, kwa sababu kila mmoja alikuwa na uhakika na Mungu, na Mungu alishughulikia kila mmoja kwa ajili ya imani aliyokuwa nayo kwake. So yeyote anayetaka kunifuata, yeyote, mtu mmoja huyu binafsi ameamua kumfuata Mungu, anajikana mwenyewe. Unajua inafika mahali ambapo unajikana. Unapojikana inamaanisha kwamba hautajitambulisha. Ndio maana nikakwambia kwamba kichwa cha mafundisho haya ya kwamba utambulisho wa Mungu, ya kwamba ndiye kila kitu, ndicho jambo la maana katika hii dunia kuliko vitu vyote. Nimekwambia kuna kitu unaweza fanya, lakini haitaweza kushinda kumtambulisha Mungu, ya kwamba yeye ndiye kila kitu, yeye ndiyo nambari ya kwanza, yeye ndiye tunahitaji kuliko vyote, kwa sababu yeye ni muumbaji. Vingine vyote ambao tunahitaji ni viumbe, na hatuwezi kuhitaji viumbe zaidi kuliko muumbaji. Umenipata hapo sasa? Sasa utambulisho hapa lazima utajikana. Ndio mtu ajikane ye mwenyewe, aubebe msalaba wake kila siku, kila wakati, amfuate Yesu. Huyo mtu hawezi kujitambulisha. Hapana. Huyo mtu atakuwa anatambulisha Mungu. Ndio uanze kumtambulisha Mungu, lazima ujikatae. Ndio umesikia Biblia imesema ya kwamba yeyote anayetaka kunifuata ni lazima ajikatae. Ajikatae nafsi yake. Unajua kukataa nafsi ndio itakupata sasa ukue katika ile sehemu, ile nafasi ya kuweza kutaka kuweka Mungu mbele. Lakini kabla haujajikataa wewe mwenyewe, hautaweza kuweka Mungu mbele, hautaweza kumtambulisha. Utajitambulisha wewe mwenyewe, utatambulisha familia yako, utakuwa unatambulisha taifa lako, utatambulisha biashara yako, marafiki, pesa ambayo Mungu amekupatia. Sasa utakosa kutambulisha Mungu mwenyewe, utaanza kutambulisha viumbe vya Mungu, ambapo mtakosana na Mungu. Kusema ukweli, mtakosana na Mungu. Hakuna vile utaweza kuja uanze kuweka viumbe vya Mungu mbele na ukose kumweka yeye muumbaji mbele na ukuwe salama. Hapo mtakosana na Mungu. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba na hawezi kushiriki utukufu wake na kitu chochote. Hata malaika, hata sisi watumishi, hata wakuu wa hii dunia, watawala wenye nguvu za mapepo hawa, hakuna yeyote anayeweza kujaribu tu kushiriki utukufu wa Mungu naye ama kujilinganisha. Hawezi. Ndio maana inasema kwamba Mungu utamlinganisha na nini? Hawezi kulinganishwa na utukufu wake. Hawezi ukashirikishwa na kitu chochote kando na yeye. Sasa ukitaka kumtambulisha Mungu lazima utajikana wewe mwenyewe, nafsi yako ujikatae.
Hii ndio kitu ambayo imekuwa shida kwa wanadamu wengi, kwa sababu watu wengi hawataki kujikataa. Ufike level ya ujikatae, sasa hapo ndio utaweza kuweka Mungu kuwa nambari ya kwanza. Mungu ataonekana kuwa kila kitu katika maisha yako, na hiyo ndio nafasi kubwa unaweza pea Mungu katika hii dunia kuliko vitu vyote. Unaweza enda kanisa uombe, uimbe, uende uhubiri, lakini nafasi ya kwanza katika maisha yako kama haujampea Mungu, kama hautachukua nafasi ya kwanza kuwa utambulisho wa Mungu katika maisha yako, uoneshe dunia, uonyeshe vitu vyote wenye Mungu ameumba ya kwamba Mungu ndio Mungu, na yeye halinganishwi, hashirikishi utukufu wake na mtu mwingine. Yeye ndio kila kitu ambao unahitaji. Utakuwa unafanya kazi ya bure. Lazima Mungu achukue nafasi ya kwanza katika maisha yako. Nakwambia utafanya vitu zingine zote katika hii dunia na watu watakusifia, hata utaona kwamba umefanya vyema. Lakini mimi siku ya leo nakwambia, kama haitakuwa kitu cha maana katika maisha yako wewe kumtambulisha Mungu, umfanye mbingu, dunia mzima, nchi kavu na bahari na vyote vilimo ndani vijue kwamba wewe umemchagua Mungu kuwa kila kitu kwa maisha yako. Wewe hauwezi kufanya kitu chochote bila Mungu. Ani nafasi ya kwanza, kila kitu kwa maisha yako ni Mungu. Hiyo ndio kitu kikubwa katika maisha unaweza fanyia Mungu, utambulisho wake ya kwamba yeye yuko, yeye ndiyo kila kitu, bila yeye siwezi. Ani nakwambia kwamba bila Mungu kutajwa katika maisha yako, wewe haupo. Na hiyo itafanyikaje? Kujikataa nafsi yako, kujiona kwamba sio mimi, bali ni Mungu. Ndio naona mtu kama Paulo, mtume mzima, anasema ya kwamba tena msiseme ya kwamba ni mimi, ni Kristo anayeishi ndani yangu. Sio mimi tena, bali ni Kristo. Ani lazima tufike katika level ya kwamba hatufai kuonekana, hatufai kutambulika. Ndio maana mtumishi yeyote ambaye atataka kutambulika, mtumishi yeyote ambaye anatambulisha magari ambayo amepewa na Mungu, anatambulisha mashamba, watoto, anatambulisha viumbe, ani kwa njia nyingine, siwezi taja vitu zote. Mtumishi ambaye atatambulisha viumbe na akose kutambulisha muumbaji, huyo mtumishi mwekee alama ya dukuduku. Nakwambia ukweli. Mtumishi ambaye akisimama tu na kukuambia mambo ya mashamba yenye amepata, anakuambia tu mambo ya pesa yako nayo, anakuambia tu vile watoto wake wamesoma, amekwambia tu vile yeye amebarikiwa na mali ya dunia hii, anakuambia jinsi watu wanamjua na vile watu wamempatia heshima. Hiyo ndio mahubiri yake, lakini hatambulishi Kristo. Mwekee alama ya mashaka kabisa kwamba huyo mtu hajakutana na Kristo. Kwa sababu huwezi kutana na Kristo na bado ukaendelea kujitambulisha. Hauwezi kutana na Kristo bado ukataka kuchukua nafasi ya kwanza katika maisha. Huwezi kutana na Kristo bado unataka kushiriki utukufu wa Kristo. Hauwezekani. Haukupatana naye. Kristo unapopatana naye na unajikataa, hautajwi tena. Ni Kristo atakuwa anatajwa kwa kila kitu chako katika maisha. Ndio nikakwambia nafasi ya kwanza katika maisha ni nafasi ya Kristo, ambayo ndiye Mungu mwenyewe. Kila kitu ambacho unafanya katika maisha kwanza kinafaa kugundulika ya kwamba ni Mungu ndiye kila kitu, anayekuongoza, anayekufundisha. Na kuambia katika haya maisha, utakapokosa kumtambulisha Mungu kuwa nambari ya kwanza, kuwa kila kitu kwa maisha yako, mpendo, na kuhakikishia utakaa katika hii dunia lakini hautafurahia. Na kuhakikishia, haijalishi cheo chako na vitu ambavyo umepata kutoka kwa huyo Mungu, na hicho cheo hata tena Mungu ndiye amekupatia. Haijalishi hicho cheo. Ukitaka kujua mfalme Nebukadneza, ambaye inasemekana ya kwamba hakujawahi kuwa na mfalme mkuu mwenye mamlaka, mwenye uwezo, mwenye Mungu alikuwa amepatia kuliko huyu mfalme Nebukadneza.
Lakini mfalme huu alipokosa kumtambulisha Mungu na kumfanya kuwa kila kitu na kufanya dunia ijue ya kwamba bila Mungu hakuna kitu anaweza, alipotaka kushiriki utukufu wa Mungu, alipotaka kuchukua nafasi ya Mungu, tuko na ushuhuda chenye Mungu alimfundisha. Alipotoka katika msitu, alitoka akiapa ya kwamba nimegundua Mungu ndio kila kitu, yeye ndiye nambari ya kwanza, hakuna chochote unaweza kufanya bila Mungu. Akasema Mungu hafundishwi, hakosolewi, hasaidiwi. Hakuna kitu chochote unaweza ongeza kwa Mungu ama ukaondoa kwa Mungu. Huyo sasa alikuwa anaongea vizuri. Hivyo ndio unastahili kuwa unaongea, unafikiria. Hakuna kitu kingine kwa akili yako unafaa kuwa unafikiria kando na Mungu ndio kila kitu. Yeye ndio nambari ya kwanza. Bila yeye hakuna kitu unaweza. Utambulisho wa Mungu. Unaposimama kwa kitu yoyote, unapofanya kitu yoyote, haufai tu kuanza kufanya kila kitu kabla Mungu hajakuwa wa kwanza kwa hiyo kitu. Nakwambia ukweli, ukitaka kufaulu. Lakini chochote ambacho utafanya na Mungu sio wa kwanza kwa hiyo kitu, unaharibu wakati. Wewe songa tu mbele. Najua kuna wasomi wamekuunga mkono, kuna watu mashuhuri ambao unajua wamekuunga mkono, wamekuhakikishia kwamba utafaulu. Hata wewe mwenyewe unaona kuna uwezo mwingine tena uko nao, hata unaona ule uwezo sio wa Mungu, ni wewe mwenyewe. Umechukua nafasi ya Mungu katika maisha, unajiendesha, wewe ndio Mungu. Na kuhakikishia, haijalishi serikali iko pamoja na wewe, haijalishi kana na serikali utawala mwingine ambao watu wanauheshimu kuliko serikali uko pamoja na wewe, haijalishi kitu chochote kile kinaonekana kuwa ni kikuu chenye nguvu zaidi kiko pamoja na wewe, na kuhakikishia kwamba utashindwa. Hiyo sikudanganyi, utashindwa. So jambo la kwanza ya kuweza kufaulu, lazima ndio ufike mahali uanze kumtambulisha Mungu, uone ya kwamba sio wewe, ni Mungu. Lazima ujikane. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba yeyote anayetaka kumuona katika maisha lazima ajikane, ajiondoe ya kwamba sio yeye, aondoe masomo, aondoe mali, aondoe uwezo wote ambao amepewa na Mungu. Unaona wapendwa, Mungu ndiye anatupatia haya masomo. Tunasoma, tunaanza kuringa ya kwamba tuko na diploma, tuko na degree, tuko na master, tuko na certificate. Hii yote ni Mungu anatupatia. Kwa sababu yeye ndiye aliumba hii dunia na akakusudia kwamba kutakuwa na hayo masomo. Unaona? Hii pesa ambayo tunapata na tunafikiria kwamba ni bidii yetu, tumesomea, tumeamuka asubuhi, ni kujulikana, tumehongana, tumepata katika njia ya ambayo haitakikani, ni sisi na nguvu zetu. Hiyo pesa yote ni Mungu tu. Kila kitu kwa hii dunia ni Mungu tu. Sasa Mungu amekupatia hii kitu, hata hii cheo yenye uko nayo, yenye unaamuka unatishia watu kwa sababu uko na cheo fulani ambayo dunia inatetemeka. Unajua katika hii dunia ni cheo cha wanajeshi ambacho kinafanya mtu anatetemeka. Cheo cha mtu kutumia silaha. Unaweza kosa hata kuwa mwanajeshi ukakuwa gaidi. Lakini cheo cha kutumia silaha ambayo unaweza uwa mtu aka. Nakwambia hiyo ndio cheo watu wanaogopa. Lakini jua kwamba hata Mungu anauliza mtu mwenye anatumia hiyo silaha aliyemuumba ni nani? Mtu mwenye anatengeneza hiyo silaha, mwenye kuumba huyo mtu na kumpatia maarifa ya kutengeneza hiyo silaha ni nani? Ni Mungu tu. Mungu atake utambulishe ile silaha bwana. Hiyo guruneti ndio ilitusaidia. Hii bunduki ndio imetusaidia. Hii bomu ndio imetusaidia. Hawa wanajeshi wetu ndio wametusaidia. Mpendwa, Mungu hataki hiyo kitu. Mungu anataka umutambulishe. Hata kama atakuwa ametumia rais, hata kama Mungu atatumia mwanajeshi, hata kama Mungu atatumia mzazi wako, hata kama Mungu atatumia tajiri yako, chenye Mungu anataka ni wewe umutambulishe, sio utambulishe tajiri yako kwanza. Sio utambulishe serikali kwanza. Usitambulishe bibi yako na watoto wako kwanza. Chenye Mungu anataka nafasi yake ikawa ya kwanza katika maisha yako, ndio serikali ikuje, masomo yako yakuje, pesa ambayo amekupatia ikuje, marafiki ambao amekupatia wafuate. Lakini unapoanza kutambulisha vitu vyenye Mungu ameumba na akakuletea katika maisha na unakosa kumtambulisha yeye mwenyewe, hapo unakuwa adui wa Mungu papo na hapo.
Mungu anastahili kuwa utambulisho katika mambo yote, kila wakati, kila mahali katika maisha yako. Sisemi ya kwamba Mungu anaweza tumia watu wakuje katika maisha yako wakusaidie, na pia wale watu wanahitaji uwashukuru, haina shida, lakini hauwezi anza kushukuru wale watu umalize ndio ukuje sasa ushukuru Mungu. Hapana. Aliyepatia wale watu uwezo wakakusaidia katika ile hali uliyokuwa ndani, alikuwa nani? Huyo Mungu. So inamaanisha kwamba anayestahili kupata utambulisho wa kwanza, utukufu, sifa, heshima, kila aina yote ya heshima ni Mungu kwanza. Unasikia? Lakini sisi siku ya leo tunatambulisha serikali kwa sababu imekuja ikatusaidia. Tunatambulisha wanasiasa walikuja, tulikuwa katika hali fulani ngumu wakatusaidia. Tumetambulisha matajiri wetu, tulikuwa tumekwama wakatusaidia, tukatoka katika ile shida tulikuwa nayo. Wengine tumetambulisha hata wazazi. Tukasema ya kwamba wao ndio wametuzaa, wao ndio Mungu wetu. Lakini tukumbuke hata wao pia walizaliwa, na hao pia kuna mahali walitokea. Sosi ya kila kitu katika hii dunia ni Mungu. So hatuwezi kuachana na sosi na tunaanza kukimbilia kufuata mambo mengine na kuyaweka mbele, na tunakataa muumbaji. Mimi nakwambia ukwamba yeyote atakayekataa kumtambulisha muumbaji na anataka kutambulisha viumbe, basi mtu yule amepotea. Kanisa lolote ambalo halimtambulishi Mungu kwanza, linatambulisha mchungaji, linatambulisha mitume na manabii, linatambulisha waimbaji, linatambulisha serikali. Kanisa lolote ambalo linatambulisha wanasiasa, linatambulisha matajiri, linatambulisha wasomi, na halitambulishi Kristo kwanza, ilo kanisa liko katika alama ya dukuduku ya kwamba liko na kasoro mahali fulani ambalo linastahili kushughulikia. Kitu chochote katika maisha, mtu yoyote ambaye aliamua kumfuata Kristo, lengo lako, ndio maana Kristo mwenyewe anasema ya kwamba na chochote mnachofanya fanyeni yote kwa utukufu wake. Kwa nini Mungu anasema tufanye yote kwa utukufu wake? Sio kwa utukufu wa serikali, sio kwa utukufu wako wewe mwenyewe, sio kwa utukufu wa mke wako, sio kwa utukufu wa wazazi wako. Yote kwa utukufu wake. Inamaanisha kwamba mambo yote katika hii dunia tunapoyafanya, tunapopitia, utukufu bado tu unafaa kumrudia Mungu. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba yeyote atakayependa mzazi wake, mke wake, mtoto yake, serikali yake, anayependa kazi yake, anayejipenda yeye mwenyewe kuliko kumpenda Mungu, huyo mtu hawezi kufaa kuwa mfuasi wa Mungu. Kuwa mfuasi wa Mungu, ndugu yangu, nakwambia ukweli, ni kumtambulisha yeye. Nimekwambia hakuna sadaka kubwa, hakuna ibada kubwa unaweza kufanya chini ya dunia hii kuliko ibada ya kutambulisha Mungu ya kwamba yeye ndiyo kila kitu, bila yeye hauwezi. Yeye ndiyo muumbaji na hakuna kingine kinafaa kukuwa cha kwanza katika maisha yako na kukupatia mwelekeo kwa mambo yote ambayo unafanya kando na Mungu. So utambulisho wako umekuwa unaweka wapi? Hiyo ndio swali. Mungu alimekuleta katika hii dunia umtambue. Hata katika hiyo hali ambayo unapitia ngumu saa hii. Kuna hali ambayo unapitia ngumu, umekosa pesa, kazi umekosa, kuna mwingine hata umekosa watoto unatafuta, mwingine kuna hali ambayo unapitia ngumu, maisha imekuwa ngumu. Hata wengine sio maisha, wengine hata mko na pesa, mko na nyumba mzuri, mko na chakula, lakini kuna magonjwa ambayo unapitia ndani. Paka unafika mahali unaona kwamba huyu Mungu ni kama hata hayupo na Mungu ameshindwa. Unaamua ukimbilie waganga, au waganga hata mwenye kuwaomba mwenyewe ni Mungu huyu. Haya mapepo nasikia, majini, sijui nguvu za giza, hii vitu zote ni Mungu amezileta katika hii dunia kutufundisha. Haya majini yako katika mikono ya Mungu. Ndio maana nasikia hata majini yenyewe yanatetemeka na uoga yakiabudu Mungu. So hii mambo yote unaona katika hii dunia, hakuna kitu kingine ambayo inaweza kutisha Mungu. Usiwahi fikiria ati kuna kitu kingine, ati mapepo, majini, sijui shetani ako na uwezo fulani kuliko Mungu. Hakuna. Kila kitu ambacho kiko katika hii dunia, hakuna kitu ambacho kimejileta chenyewe. Na kuambia ukweli,
Hakuna kitu kimejiumba na kikajileta chenyewe katika hii dunia. Vyote vimetokana na Mungu, na hivi vyote vimeletwa na Mungu kwa ajili ya mafundisho. Hapo ndio nafaa ugundue, kwa ajili ya kutufundisha sisi tumtambue Mungu na tumfanye kuwa kila kitu, na tumfanye kuwa nambari ya kwanza katika maisha yetu. Tuko katika hii dunia kwa hiyo sababu, kumtambua Mungu, kumfanya ya kwamba bila yeye hatuwezi. Lakini simefika katika hii dunia, Mungu ametupatia pesa, wengine tumeamua tukaanza kuabudu pesa na tukaona bila pesa hatuwezi. Paka wengine tumefika mahali tunasema ya kwamba bila pesa hautaweza. Swali nataka nikuulize, hivyo ndio dunia inajua, na hata tuko na misari tunatafuta katika Biblia, tunasema pesa ndio kila kitu. Swali nataka nikuulize, wakati wa Ahabu, wakati kulikuwa na njaa, watu wanakula mpaka mavi yao wenyewe, watu wanachukua watoto wao, wanachinja, wanapika, wanakula, wanaisha. Njaa ilikuwa hatari. Eliya alikuwa pangoni. Wenye walikuwa na pesa, hiyo pesa haingewasaidia because ile njaa ilikuwa hatari. Pesa yenye walikuwa nayo wengine walitumia ikaisha, njaa bado ilizidi pesa. Na hata wengine walikuwa na pesa lakini chakula hakuna. Wenye mnasema kwamba pesa ndio kila kitu, tafuteni Ahabu, tafuteni Eliya, tafuteni watu wa Samaria wenye walichinja watoto wao, walikula mpaka mavi yao wenyewe. Watawaambia kwamba pesa sio kila kitu, kila kitu ni Mungu. Wale watu walikuwa, hata Ahabu mwenyewe alikuwa mfalme, anakaa katika palace, lakini pesa iko, chakula hana. Mtu asikuje kukudanganya kwamba kwa hii dunia pesa ndio kila kitu na ukaamini kwa sababu ya ufahamu mdogo mahali ambapo wewe umefikia. Panua ufahamu wako ya kwamba wakati wa Ahabu alikosa pesa ya kununua chakula. Chakula kilikosekana. Pesa iko lakini chakula hakuna. My friend, ndio maana Mungu anauliza watu kwa Mathayo, je, kati ya mwili na chakula ni kitu gani ya maana? Kati ya chakula na mavazi ni kitu gani ya maana? Mnababaika ya nini? Tafuteni kwanza ufalme wangu na haki yake, mengine yote mtapewa. Kwanza Mungu, alafu pesa, alafu chakula. Lakini hauwezi kufika mahali uvalue pesa kuliko Mungu. Hapo takuwa umeanza kuabudu sanamu, na yeyote anayeabudu sanamu ako nje ya mapenzi ya Mungu. Wengine Mungu amewapatia pesa, mkatambua pesa, mkawachana na Mungu. Wengine mlipewa familia, mlikuwa hamna watoto, mlikuwa mnalia, mkaoleka, mkapata watoto. Sasa sasa hivi mnatambulisha familia. Ukiamuka ni kutambulisha mke na kutambulisha watoto wako na kutambulisha mume wako. Wengine hamukuwa na kazi. Sasa saa hii kazi ndio Mungu wako. Ukisimama tu kila mahali ni kutambulisha kazi. Ndio maana hata katika maisha yako, hebu angalia unatambulisha nini. Hata kwa yale mambo ambayo unapost kwa mitandao, utukufu unarudia nani? Utukufu unarudia kazi yako, utukufu unarudia mke wako, utukufu unarudia marafiki ambao wamekusaidia, utukufu unarudia serikali yako, utukufu unarudia pesa na masomo. Utukufu haupatikani hata kwa Mungu. Enda kwa vile vitu ambao unaweka katika mitandao kama wewe mwenye umeokoka. Tukinapoingia katika mahali ambapo unaposti vitu, je, tutapatako utukufu wa Mungu pale? Na ule utukufu unarudia nani? Unarudia wewe? Unarudia kanisa? Unarudia marafiki? Ama unarudia Mungu mwenye muumbaji? Hiyo ndio swali. Utambulisho ndio ibada, ndio kitu kikubwa unaweza fanya katika hii dunia. Hata kama ni kuabudu, tunaabudu kwa ajili tu ya kumtambua Mungu. Ndio maana shughuli zote za hii dunia Mungu anatuambia nimewaokoa ili nyinyi muende mkue tena wakombozi kwa watu wengine. Mnakuaje wakombozi? Kwa shughuli gani? Kufanya Mungu ajulikane. Hiyo ndio kazi kubwa katika hii dunia. Wewe unafikiri kazi yako kubwa ndio hiyo, kuamka asubuhi na kuenda mahali na kupata mshahara ya milioni 1 ama 50,000 ama 200,000 na kununua vitu na kuanza kuringa katika hii dunia? Unafikiri hiyo ndio kazi kubwa? Kazi kubwa kando na hiyo ya kuamka asubuhi. Na hii ni kazi ambayo kila mwanadamu amepewa. Hii haiko na kwamba watu wamesomea. Hii
Wakati uliumbwa tayari ilikuwa imewekwa ndani yako. Hii sio masomo ambayo utaenda kusoma tuanguka alafu useme ya kwamba ndio maana nilianguka, ndio maana sitambui Mungu. Hapana, hii hakuna kuanguka hapa. Hii ni kazi ambayo kila kiumbe dunia mzima, kama mawe yanatambua Mungu, samaki inatambua Mungu, jua, milima, upepo unatambua Mungu. Wewe mwanadamu ambaye umeumbwa kwa mfano ya Mungu, unakosaje kuweka Mungu kuwa kwanza? Unakosaje kumtambua Mungu ya kwamba bila yeye wewe hauwezi? Milima zinatambua Mungu ya kwamba haziwezi bila Mungu. Nyota zinatambua Mungu, nyoka, mbweha, nguruwe, njiwa wanatambua kwamba bila Mungu hatuwezi. Wewe kwa pale, ndugu dada, umekosa kutambua Mungu ya kwamba bila yeye hauwezi. Yeye ndio kila kitu. Umeweka pesa mbele, masomo yako mbele, biashara yako mbele, marafiki mbele, watawala wa hii dunia na wale watu ambao ni wa maarufu wenye watakusaidia ukiwa na tatizo fulani, watakuja wasimame na wewe ushinde hata katika uovu. Hao ndio wamekuwa Mungu wako. Unaona mahali ambapo tumeangukia. So nataka nikwambie, ndio maana Mungu mwenyewe amesema ya kwamba yeyote anayetaka kumfuata lazima ajikane. Unapojikana ndio itakupatia license moja ya kuweka Mungu nambari ya kwanza. Mahali popote ambapo naenda kuabudu, kama kanisa kila siku tu ni kuamuka ni mapepo, kila siku tu ni kuamuka mtumishi, kama si mtumishi singefika hapa. Ukienda tu katika ile kanisa kila siku tu ni tumeona umerogwa, unaenda Amerika, utajiri, mtabarikiwa, mtainuliwa. Lakini Kristo, Mungu hatajui ya kwamba yeye ndiye atakufanya uende Amerika, yeye ndiye atakufanya upate hiyo gari unatafuta, yeye ndiye atakufanya upate ile kazi. Bila huyo Mungu vinyo unatafuta vyote ni bure. Basi hata ningekusihi ya kwamba heri usiende kwa hiyo kanisa, baki kwa nyumba yako mpaka uombe Mungu akuelekeze mahali utaenda kuabudu, mahali yeye anatambulika. Yeye ndio nambari ya kwanza, yeye ndio kila kitu, kuliko kuenda kuomba mahali ambapo ukifika mnakosana na watu wa familia kwa sababu wao ndio wanakuroga. Mahali ambapo ukienda kuabudu unakuja unakosana na wafanyakazi kwa sababu wao ndio wamekuroga, hao ndio wanakufitina kwa kazi, kuliko kuenda kuabudu mahali ambapo ukifika unaambiwa kwamba mambo ambayo unayafanya wewe ndio umejitakia wewe mwenyewe, matatizo yote yanatokana na wewe. Wanaweka kwa maanti yako, wanaweka kwa marafiki na majirani. Hapo hawakusaidii. Enda kanisa ambalo watakwambia kwamba matatizo yote yanatokana na wewe kwanza, kando na jirani yako, kando na ndugu zako, kando na serikali, wewe kwanza. Lawama zote za maisha hazitokani na mwingine ila na wewe. Watakuwa wanakusaidia. Mahali ambapo watu hawatambui nabii, hawatambui mwinjilisti, wanatambua Mungu mwenyewe. Kila kitu anaposimama unasikia ni Yesu. Kila mtu anaposimama Mungu. Kila mtu anaposimama hazungumziki habari zingine kando na Mungu. Kila kitu ambacho Mungu amefanya hapo akitumia watu kwanza, before ataje watu waseme tunashukuru Mungu kwa kutumia huyu ndugu. Basi kitu cha kwanza wanashukuru Mungu kwa kumtumia huyu ndugu, kwa kumtumia huyu dada. Utukufu kwanza ni kwa Mungu kwa kutumia kiumbe chake. So utukufu wote na heshima na kila aina yote ya heshima ambayo inatakikana kumwabudu Mungu inamrudia yeye. Ndio sasa mwanadamu akawe wa pili kwa utukufu tena wa huyo Mungu. Hakuna mahali mwanadamu atachukua nafasi ya Mungu na maisha yake ikawa salama. Hata kama wewe ni tajiri na unaheshimiwa, umeandika watu wanaona kwamba bila wewe hawataendelea, unapotea. Elekeza watu wajue kwamba uwezo wote, ile mali ambayo uko nayo, mwenye kukupatia ni huyo Mungu. Elekeza watu wamtambue Mungu kwanza. Wajua hata wewe bila Mungu, hata wewe hawataweza kupata hiyo mshahara. Hawataweza kufaulu katika maisha. Wajua kwamba wewe unategemea Mungu. Waunganishe kwa Mungu. Acha kuunganisha watu kwako. Ndio maana siku ya leo unapoenda katika kanisa, jiconnect na haya madhabahu, jiconnect na mtumishi. Watu hawakwambii ujiconnect na Yesu, wanakwambia ujiconnect na madhabahu, simiti, ujiconnect na dhehebu, mabati, mawe. Badala wakwambie ujiunganishe na Mungu, wanakwambia jiunganishe na mtumishi. Na huyo mtumishi naye amejiunganisha na Mungu. Kwa nini usiende tu kwa Mungu? Wapendwa, so nataka nikwambia kwamba lengo lako la Mungu kukuleta katika hii dunia, kila mtu, umesoma haujasoma, ni wewe umtambulishe
kwa dunia mzima. Na katika hali yote ambayo unapitia usilalamike. Hapo ndio tumekosea. Usilalamike. Jua ya kwamba ni mafundisho. Mungu anakupitisha pale ili akufundishe ukapate kufanya nini? Kutambua ya kwamba bila yeye hautaweza. So wale ambao mmekuwa mkitambulisha vitu zingine, wale ambao sehemu yenyu kubwa ya maisha hamujawahi jua ya kwamba kwa nini Mungu aliwaumba na akawaleta katika hii dunia, ni yeye ajulikane. Sio vitu ambavyo amewapa vikapate kujulikana na vikatambulike. Hapana, ni yeye Mungu akatambulike kwanza, alafu vitu ambavyo amewapatia hivyo ni sehemu ya yeye, lakini haviwezi kuchukua nafasi yake, haviwezi kuchukua uungu wake. Pesa haitachukua uungu, mashamba haiwezi kuchukua uungu, masomo haiwezi kuchukua uungu, mke na mume na watoto na serikali, watawala wa hii dunia hawezi kuchukua uungu. Uungu unabakia tu Mungu mwenyewe. So wale ambao mmepata ujumbe, ninawasihi siku ya leo, tafadhali wacha tu katika maisha yako juu ya kwamba yote yanayotendeka ni mafundisho, na Mungu anataka katika hayo mafundisho ukamtambue, kwa sababu hakuna kingine ambacho Mungu anataka kwako kando na wewe kumtambulisha. Ujumbe huu utaupata katika mtandao wa YouTube katika channel ya Believe and Obey the Only True God. Katika TikTok utaupata katika mtandao wa Believe and Obey Jesus Only. Katika mtandao wa Facebook, mahali niko hapa live, utaupata katika channel ya Believe Obey. Mitandao mitatu ambayo tunapeperusha habari hizi ili watu wakaendelee kumtambua Mungu na kumjua Mungu zaidi na kukaa katika njia za haki, utakatifu ambazo ni za kumfurahisha Mungu. Na wale ambao mmepokea ujumbe huu unapopokea, pia uko na uwezo wa kupeana mwingine ili habari za Mungu zikaendelee kusambaa kila kona ya dunia vile alivyonena. Zaidi ya yote, mkawe na wakati mwema na mkae katika maisha ya kumtambua Mungu katika utakatifu. Amina.